Tuombee. Karibu kwa masomo ya misa Jumapili, Dominika ya 4 ya Kwaresma. Somo la kwanza. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa kwanza 6 hadi 7, 10 hadi 13a. Somo katika kitabu cha kwanza cha Samueli. Siku zile Bwana alimwambia Samueli, uijaze pembe yako mafuta, uende. Nami ninakutuma kwa Yese, mtu wa Bethlehemu, maana nimejichagulia mfalme kati ya wanawe. Walipofika, alimtazama Eliabu akasema, hakika mpako wa Bwana yupo hapa mbele yake. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usiutazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana nimemkataa. Kwa maana Mungu haangalii kama binadamu anavyoangalia, maana mwanadamu anatazama sura ya nje, lakini Bwana hutazama moyo. Yese akawapitisha wanawe 7 mbele ya Samueli. Samueli akamwambia Yese, Bwana hakuchagua hata mmoja kati yao. Samueli akamwambia Yese, hawa ndio vijana wako wote? Naye akajibu, mdogo wao amebaki anawachunga kondoo. Samueli akamwambia Yese, tuma mtu amlete huku, maana hatutaketi mezani mpaka atakapokuja huku. Basi akamtuma mtu, naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri na umbo la kupendeza. Ndipo Bwana akasema, simama umpake mafuta, maana huyu ndiye. Samueli akaitoa pembe yenye mafuta, akampaka mafuta kati ya ndugu zake, na tangu siku ile Roho wa Bwana akamjia Daudi kwa nguvu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura 23 mstari wa kwanza hadi wa 3a, 3b hadi 4, 5 na mstari wa 6. Kiitikio: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. 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 Unipumzisha katika malisho mabishi, unipeleka kwenye maji matulivu, unipatia nguvu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Huniongoza katika njia zilizo sawa kwa ajili ya jina lake. Hata nijapopita katika bonde la giza, siogopi mabaya, kwani wewe upo pamoja nami. Gongo lako la fimbo yako vyanituliza. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Waandaa meza mbele yangu machoni pa adui zangu. Umenipaka mafuta kichwani, kikombe changu kinafurika. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kweli wema na fadhili zinanifuata siku zote za maisha yangu. Nitakaa nyumbani mwa Bwana kwa miaka mingi ijayo. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Somo la pili. Waefeso sura ya 5 mstari wa 8 hadi 14. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Waefeso. Ndugu zangu, zamani mlikuwa watu wa giza, sasa mmekuwa wa mwanga katika Bwana. Basi enendeni kama watoto wa mwanga. Tunda la Roho ndiye mwema, uadilifu na ukweli tu. Pelelezeni ni nini kinachompendeza Bwana. Msishiriki katika matendo yasiyofaa ya giza,
bali yakemeeni hadharani. Yatendekayo kwa siri, watu huona aibu hata kuyataja. Lakini wakati kitu chochote kinapotendeka katika mwanga huonekana wazi. Na chochote kinachoonekana wazi ni mwanga. Kwa hiyo inasemwa, amka wewe usinziae, ufufuke kutoka kwa wafu, na Kristo atakuangaza. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Shangilio la Injili. Sifa na utukufu kwako e Kristo, sifa na utukufu kwako e Kristo. Mimi ndimi mwanga wa ulimwengu, asema Bwana. Anifuataye mimi atakuwa na mwanga wa uzima. Sifa na utukufu kwako e Kristo, sifa na utukufu kwako e Kristo. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako e Bwana. Yohane sura ya 9 mstari wa 1 hadi 41. Wakati ule Yesu alipokuwa akipita, alimwona mtu aliyekuwa kipofu tangu kuzaliwa. Wafuasi wake wakamuuliza, Rabii, ni nani aliyetenda dhambi, huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Yesu akajibu, huyu hakukosa wala wazazi wake. Amezaliwa kipofu ili kazi ya Mungu ijionyeshe kwake. Uwapo mchana, yanipasa kuyatimiza matendo ya yeye aliyenituma. Usiku waja, asipoweza mtu kufanya kitu. Muda nilipo ulimwenguni, mimi ni mwanga wa ulimwengu. Baada ya maneno hayo, alitema mate chini, akafanya tope, akampaka juu ya macho ya kipofu, akamwambia, nenda kanawe katika bawa la Siloamu, maana yake aliyetumwa. Basi akaenda akanawa, akarudi anaona. Hapo jirani zake na watu waliomwona kwanza hali ni mwobaji wakasema, je, huyu siye yule maskini alikuwa akiketi na kuomba? Wengine wakasema, ndiyo ni huyu. Wengine wakasema, la, amefanana naye tu. Yeye mwenyewe akasema, ni mimi. Basi wakamuuliza, ati namna gani umefumbuliwa macho? Naye akajibu, mtu yule aitwaye Yesu alifanya tope, akanipaka macho, akaniambia, nenda Siloamu ukanawe. Basi nikaenda, nikanawa, nikaona. Wakamuuliza, yuko wapi? Akasema, mimi sijui. Wakampeleka kwa Mafarisayo yule aliyekuwa kwanza kipofu. Sasa ilikuwa siku ya Sabato alipofanya Yesu tope na kumfubua macho. Mafarisayo wakamuuliza tena jinsi gani alivyopata kuona, naye akawaambia, alinibadika tope machoni, nikanawa, na sasa naona. Hapo baadhi ya Mafarisayo wakasema, mtu huyu hakutoka kwa Mungu, kwa maana haishiki Sabato. Wengine wakasema, awezaje mtu mkosefu kufanya ishara kama hizo? Wakabishana. Hivyo wakamuuliza tena kipofu, wewe wasemaje juu yake, maana amekufubua macho? Akasema, ni nabii. Sasa Wayahudi walikataa kusadiki kwamba alikuwa kipofu na akapata kuona. Kwa hiyo waliwaita kwanza wazazi wake, wakawauliza, je, huyu ni mwana wenu ambaye mnasema amezaliwa kipofu? Amepataje kuona sasa? Wazazi wake wakajibu wakisema, twajua ya kuwa huyu ni mwana wetu, tena alizaliwa kipofu, lakini jinsi aonavyo sasa hatujui, wala hatujui ni nani aliyemfumbua macho. Muulizeni mwenyewe, ni mtu mzima, aweza kujisemea. Wazazi wake walisema hayo kwa sababu waliwaogopa Wayahudi, kwa maana Wayahudi walikuwa wamepatana kumtenga na sinagogi mtu yeyote amkilie Yesu kuwa Masia. Hilo liliwafanya wazazi wake kusema, ni mtu mzima, muulizeni mwenyewe. Wakamuita mara ya pili yule aliyekuwa kipofu, wakamwambia, mpe Mungu utukufu. Aliye kipofu wakamwambia, mpe Mungu utukufu, sisi twajua ya kuwa mtu huyo ni mdhambi. Yeye akajibu, kama yeye ni mdhambi sijui, lakini tu
nalikuwa kipofu, sasa naona. Wakamuuliza tena, amekutendea nini? Namna gani amekufumbua macho? Akawajibu, nimekwisha kuwaambia, lakini hamukusikiliza. Kwa nini mnataka kuyasikiliza tena? Je, mnataka pia ninyi kuwa wafuasi wake? Wakamtukana wakasema, wewe umfuasi wake, sisi ni wafuasi wa Musa. Sisi twajua ya kuwa Mungu alisema na Musa, bali huyo hatujui atokako. Naye akajibu akawaambia, hii ni ajabu, yeye amenifumbua macho, nanyi hamjui atokako. Twajua kwamba Mungu hawasikilizi wakosaji, lakini mtu akimcha Mungu na kufanya atakalo yeye, huyo humsikiliza. Tangu mwanzo haijasikiwa ya kuwa mtu amefumbua macho ya mtu aliyezaliwa kipofu. Kama mtu huyo angalitoka kwa Mungu, hangeweza kitu. Wakamjibu, wewe umejaa dhambi toka kuzaliwa, nawe wadhubutu kufundisha sisi? Wakamtupa nje. Yesu akasikia kwamba wamemtupa nje. Alipokutana naye akamwambia, wewe wamsadiki mwana wa mtu? Naye akajibu akasema, ni nani Bwana, nipate kumsadiki? Yesu akamwambia, umemwona, na ni yeye anayesema nawe. Naye akasema, nasadiki Bwana. Akamwangukia kumwabudu. Yesu akasema, mimi nimekuja hapa ulimwenguni kwa hukumu, yaani vipofu waone na wenye kuona wawe vipofu. Baadhi ya Mafarisayo waliohudhuria walisikia maneno hayo, wakamuuliza, je, sisi pia tu vipofu? Yesu akawaambia, kama mngekuwa vipofu hamungekuwa na hatia, lakini kwa kuwa mwasema twaona, dhambi yenu inabaki. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Kristo.